سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. نقسم الإيمان بعد أن kumhimidi Allah jalla wa ala na kumsalia alayhi salatu wassalam na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wamefaulu wale ambao ni wenye kumwogopa Allah jalla wa ala. Naam, tupo katika khutbatul Ijumaa, khutba ambazo Waislamu wanakumbushana mambo mbalimbali yanayohusu dini yao, yale madhuli waweze kujipamba nayo na yale mabaya waweze kujiepusha nayo. Fa inna tadhkiratun al-usbu'iyya, hakika si vinginevyo ni ukumbusho kila wiki, ukumbusho ambao unampasa Muislamu kurejesha katika maisha yake kila siku ili awe ni miongoni mwa watu ambao walifaidika na hutuba hizi za Ijumaa. Na الغاية العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الله الرسل. lengo lililokubwa kabisa, lengo ambalo lililokubwa, na kwa ajili ya lengo hilo na kwa sababu ya lengo hilo Allah subhanahu wa ta'ala akaomba viumbe, na kwa sababu ya lengo hilo Allah subhanahu wa ta'ala akatuma mitume kuhakikisha waja wanabaki kwenye hilo lengo na hiyo hadafu kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliomba kwa lengo hilo, lengo kubwa ambalo ni sababu ya kuwepo wanadamu, lengo kubwa ambalo ni sababu ya kuja mitume. Na lengo hili Allah subhanahu wa ta'ala anataja katika Qur'an katika Zariyat akisema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuomba majini na wanadamu isipokuwa lengo kubwa ni kuabudu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuomba majini na wanadamu isipokuwa lengo kubwa ni kuabudu. Al-ibadatu lillahi subhanahu wa ta'ala, ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la, pekee yake, na kwamba hana mshirika. Hii ndio lengo kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu, na hili ndio lengo kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuma mtume, na kuonyesha kwamba lengo hili ndio sababu ya kutuma mitume. Allah subhanahu wa ta'ala akasema
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولقد بعثنا حقيقة tumetuma fi kulli ummati rasula, katika kila umma tumetuma mjumbe. Warasuli man uhiya ilayhi bilwahyi wa umira bitablighi, na rasul maana yake ni yule ambaye amepewa wahi, amefunuliwa katika baadhi ya mambo ambayo wanadamu hawayafahamu, ikisha akaamrishwa lazima yafikishe kwa haja. Na daraja ya rasul ipo juu zaidi kushinda daraja ya nabii. An-nabii man uhiya ilayhi bilwahyi wa lam yu'mar bitablighi. An-nabii yule ambaye amepewa wahi lakini si wajibu kwake kufikisha kwa haja, amrun mustahabun ladayhi, jambo ambalo ni mustahabu kwake. Ama rasul ni wajibu afikishe, na asipofikisha maana yake ni kinyume na amri Allah. Hata kwenye hii aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala kalibahna, hakika sisi tumetuma fi kulli ummati, kila umma ar-rasul, tumetuma mjumbe. Huyu mjumbe ambaye ametuma kuna vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amefundisha akavitaka afikishe kwa wale ambao wametuma kwao. Ujumbe gani ambao anatakana afikishe? Anibudullah, anawataka waja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ambalo hili ndio lengo kubwa la Allah subhanahu wa ta'ala kumuumba mwanadamu. Ayuha al-ahibba, hili ndio lengo kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe. Lengo gani? Anibudullah, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wajitanibu taghut, na muabudu taghut. Wa taghut man ubida min duni Allah wa huwa radhi, kila kile ambacho kinaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala na kikawa kinaridhana na hiyo ibada ambayo kinaabudiwa. Muabudu Allah pekee yake na muepuke taghut. Taghut ni kila kitu ambacho kinafaa, ni taratibu ambazo wanafanya hakuziamrisha Allah, hakuziweka Allah. Hizo taratibu hizo zinaingia katika msamo wa taghut. Ani'budu Allah wa yajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah, miongoni mwao kuna ambao Allah amewapa hidayah wakaongoka wakafuata mwelekeo ule wa lengo la kuongoka kwao. Wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah, kuna miongoni mwao haqqat alayhi ad-dalalah, imewathibitia maangamizi. Kwa nini? Kwa sababu manabii walipokuja hawakufuata mwelekeo wa wale manabii. Ndugu yangu Muislamu, tunafahamu katika hii aya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwenye maumbile mwanadamu au kwenye maumbile ya viumbe wakiongozwa na mwanadamu na viumbe vingine, aliyafanya maumbile yao yawe yanahitaji kunyenyekea, yawe yanahitaji kuabudu. Hayo ndio maumbile ya mwanadamu. Hata kwamba asimwabudu yule aliyemuumba, lakini maumbile yake yanamsukuma atafute kunyenyekea. Na ndio maana kadiri ya risala inapochelewa, kadiri ya ujumbe unapochelewa kuwafikia wanadamu au kuwafikia waja, takadhu min dunillahi aliha, wanafanya kinyume na Allah vya kuabudu, wanaabudu kinyume na Allah. Kuanzia pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alianza kutuma mitume. Kaumu Nuhu, kabla ya kutuma Nuhu ilikuwa hakuna kitu kinachoshirikina katika. Kwa nini? Kwa sababu wanadamu wote walikuwa wameelekea katika mfumo ule ambao Allah amewaumba nao. Lakini ashaitani rajim akaanza sasa kuwashawishi wanadamu
ili waanze kutoka katika mfumo ule wa sawa. Nasoma la tadharunna alihatakum. Watu Nuhu ilikuwa wanaambiana kwamba msiache hivi mnavyoviabudu. Wakataja Wadda wala Suwaa wala Yaghutha wala Nasra. Hawa walikuwa ni waja wema min ibadillahi jalla wa ala, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walipokufa hawa waja wema, Shetani akawaendea watu wa Nuhu akawaambia, hawa waja wema hawa sawru lahum aswad, watengenezeni picha ili muwe na ukumbusho, msije mkasahau. Huu ndio mwanzo wa mwanadamu kupoteza mwelekeo ule ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimuumba nao. Wakawatengenezea picha zinazoonyesha wale waja wema. Lakini baadaye akaja tena akawaambia, hizi picha hizi hatakuwa na kudumu, kwa hiyo watengenezeni masanamu. Sanamu hili ni Yaghutha, sanamu hili Nasra, Wadda, yakawa yametengenezwa masanamu yale kwenye yale maeneo ambayo wale watu walikuwa wanapenda kukaa. Lakini Shetani anawaendea taratibu, kwanza tengenezeni picha, akaja tengenezeni masanamu. Wale walikuwa wanafanya vile hawakuabudu, isipokuwa walitengeneza katika mfumo wa kupata kumbukumbu. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال زمن كالفكا ونسيت العلم لا يلم كسهولك وعبدت من دون الله كانت قوليه كلمة الله. huu ndio mwanzo ambao Shetani alifanya jitihada kumuondosha mwanadamu katika lengo la asili la kuumbwa kwake. Kwa lengo la asili la kuumbwa kwake ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, basi na kumshirikisha na chochote. Na tayari ushirikina ushaingia katika ardhi. Hapo ndipo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Nuhu ili aje wafanye dawa kuwatoa kule walikoelekea kuwarejesha katika usawa. Na hii ndio Uislamu katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala kad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Kwamba kazi ya mitume ni kuwarejesha waja katika ule usawa. Usawa upi? Usawa ambao ndio ajili ya kuumbwa kwao. Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba kila zama ambazo elimu itasahaulika, kila zama ambazo watu watakuwa mbali na elimu, basi Shetani watu hao anafanya ni watoto. Na ndio maana unaona kama sisi ambao tunaishi, zama ambazo tunaishi sisi kwa sasa, kama ingekuwa mitume wanaendelea, basi ni zama ambazo zingehitaji mtume. Alikuja Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika jaziratul Arab, ambao tayari watu wake wanaabudu masanamu, wamepoteza mwelekeo. Akaja akafanya juhudi ili waache kuabudu sanamu, waabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini wakati anatuma katika jaziratul Arab, ilikuwa tayari mataifa mbalimbali yashapoteza mwelekeo. Nchi mbalimbali zilikuwa zimepoteza mwelekeo kwa sababu anatuma Muhammad tayari watu wanaishi katika maeneo mbalimbali, watu wanaishi. Na ndio maana dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa inaenea katika maeneo mbalimbali. Kwa nini? Kwa sababu elimu imesahaulika na watu wanaabudu usiku Allah. Miongoni mwa maeneo ambayo elimu ilisahaulika pia ni maeneo ya kwetu. Elimu ilisahaulika, watu wakaabudu usiku Allah. Na ndio maana katika maeneo ya kwetu, achilia maeneo mengine, maeneo ya kwetu katika milima ya Usambara, hasa kabila la Usambara ambao ndio wahusika wa milima ya Usambara, wale mababu wakaamua kuweka sheria
zile ambazo waliziona zitawafaa katika maisha yao. Ni muda gani wameweka sheria ambazo wameona zitawafaa katika maisha yao? Kwa sababu kipindi hicho elimu ilikuwa haipo. Na sheria hizo alizoliweka nazo pia ni za kuabudu kwa Allah. Wakaja walinganizi, wakawalingania wale waliokuwa kipindi hicho, kuambiwa ya kwamba hiki wanachokielekea, hiki wanachokiabudu kinyume na Allah si sahihi, isipokuwa kuna kitu kinaitwa Uislamu, hiki ndio sahihi. Faminhum man hada Allah, miongoni mwa watu waliongoka wakaamua kusilimu na kufuata Uislamu. Kuna miongoni mwa watu waliongoka na wakaamua kufuata nini? Kufuata Uislamu. Mpaka sasa sisi tunasema nahnu minal muslimin. Lakini kadri zama zinavyoenda, pia ile elimu inasahaulika. Watu wanaendelea kuabudu wasiyekuwa Allah, wanatoka katika lengo la wao kuumba. Ndio maana tunasema kwamba katika zama ambazo tunahitaji mitume wawepo, basi ni zama hizi ambazo tunaishi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimfanya mtume sallallahu ni khatamul anbiya, ndio mwisho wa nabii. Katika sahihi Bukhari alisema mtume sallallahu, mathali wa mathali al-anbiya kamathali rajul bana baita fa ahsana, mfano wangu mimi na mfano wa manabii waliotangulia kabla yangu ni sawa na mtu alijenga nyumba ikisha akaitengeneza vizuri. Watara kama aladna, akaacha sehemu ya tofali moja, nyumba ikajengwa vizuri lakini ikaacha sehemu ya tofali moja, hii tofali haijawekwa. Fajala an-nas kadufuna haula, wakawa watu wanazunguka hii nyumba, yajibuna min wala taajabu na hii nyumba, tunasema nyumba hii ni nzuri, walaula hadha mawdi, lau si sehemu ya tofali basi nyumba ingekuwa ni nzuri. Faqala alayhi salatu wasalam, wa ana tilka al-labna, mimi ndio ile tofali ambayo niliacha. La nabii baadi, hakuna nabii baada yangu mimi. Kwa kama hakuna nabii baada ya Muhammad na elimu inasahaulika, watu wanaabudu wasiyekuwa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya watu umma mtume sallam kwamba watachukua nafasi ya manabii. Kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas, hii ni umma bora mmetolewa kwa ajili ya watu wengine. Yani watu wengine watanufaika kupitia hii umma wa Islam. Ikisha Nabii alayhi salatu wasallam katika hadithi ndefu akasema, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham, inma warathu al-ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Katika hadithi katika sunan ya Abi Dawud na sunan Tirmidhi, innal anbiya warathatul anbiya, innal ulama warathatul anbiya. Hakika maulama wasomi wa dini wao watakuwa ndio warithi wa mitume. Yani wale wanaisoma hii dini na wakawa ni wasomi wa hii dini wamepewa jukumu la manabii. Kama manabii walikuja kwa ajili ya kuambia watu waabudu Allah na wajiepushe na taaguti, pia wasomi wa umma wanatakana waambie watu waabudu Allah na wajiepushe na taaguti. Hiyo ndio itakuwa kazi yao. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa sallimu ala nabiyyina. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد. Ndugu zangu katika imani, na kuhusiana kwa mara nyingine pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kwa ajili ya kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia akatuma mitume kwa ajili ya kuwarejesha watu katika lengo lile, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ndio mwisho wa manabii. Jukumu hili likabaki kwa wale wasomi wa dini kwamba wao wasimame nafasi ya manabii. Ndugu zangu katika imani, na kuseni sana
kwamba watu isome hii dini, ikisha wale watakaisoma hii dini wasimame nafasi ya manabii katika kazi bora duniani. Katika kazi bora duniani ni kusimama katika kazi ya manabii. Katika kazi bora duniani ni kusimama katika kazi ya manabii, kuwarejesha watu katika lengo la kuokoa kwao. Ndugu zangu, jamii yetu kwa 90% na imepoteza mwelekeo. Inaabudu wasiko Allah, na wengine wanaabudu Allah lakini wanachanganya wanaabudu pia wasiko Allah. Anayeabudu wasiko Allah na sio Muislamu, hukumu yake ni hiyo. Aliyekuwa Muislamu na anaabudu wasiko Allah anachanganya, hukumu yake ni hiyo hiyo. Maana yake tujirekebishe, turejee katika lengo la kumwabudu sisi, lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake, na kwamba tusimshirikishe chochote. Na jukumu hili ni jukumu moja gumu. Ukitaka msomi wa dini jamii kuone hufai, basi simamia jukumu hili. Ni jukumu moja gumu sana. Jukumu hili ndio sababu ya manabii kupigwa. Jukumu hili ndio sababu ya manabii kuuliwa. Jukumu hili ndio sababu ya Muhammad kutolewa Maka na akahamia kwenda Madina. Si kwamba alikuwa na khiari ya kutoka Maka kwenda Madina. Maka hadi ilikuwa ni ngumu. Kaka anataka amuue mdogo wake, mdogo anataka amuue kaka yake, baba anataka amuue mwanae, shangazi anataka ampike mtoto wake. Kwa nini? Anawaambia tu aniibudullah wa yajtanibu at-taghut. Jukumu lake ndio hilo tu, anataka wabadilike na wao hawakubadilika. Kwa hili jukumu ni jukumu moja kubwa ambalo tunataka sisi tulifanyie kazi, lakini pia tuitoe watu wengine katika jambo hili. Na Allah subhanahu wa ta'ala la shaka kwamba mwenye kutaka hidayah basi atamuongoza, na ambaye anaumwa kutaka hidayah basi hali yake itabaki kwa nguvu. Tubali katika lengo la kuokoa. Hiyo ndio salama yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tusichanganye haki na batil. Na Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika lengo la kuokoa. Na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni miongoni mwa watu wanaosoma dini hii na kufanya kazi. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala akilee kizazi chetu katika tauhidi na katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho mwema. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma salaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udhu bika min sharri ma salaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta al-musta'an wa ilayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah.